kuomba kwa ajili ya tatizo la kichwa nalosumbua. Kama ni kichwa, kama ni chochote ambacho kimo ndani kinasumbua, chochote kile, basi wacha tukaombe ili Mungu aende akakuponye. Na tunaomba kwa mamlaka, na napoingia kwenye maombi na utangazia ufalme wa giza ya kwamba nuru ing'awe gizani, wala giza haitoliweza. Tunapoomba ni sisi wana wa ufalme ambayo Mungu ametupatia kibali cha kuomba. Tunaomba kwa mamlaka tuliopewa. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Luka sura ya 10 aya ya 19, anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho wazuru. Kwa hiyo tumepewa mamlaka. Yesu aliwapa wale wafuasi wake wakati anawatuma kwenda kufanya uponyaji, aliwapa mamlaka. Kwa hiyo nami pia ninayo mamlaka ambayo Mungu amenipatia kwa ajili ya kuombea kufunguliwa kwako. Hivyo chochote ambacho kimekamata, chochote ambacho kimekaa, chochote ambacho kinakusumbua, hali yoyote naitangazia ya kwamba yupo mwenye mamlaka ambaye ni Kristo mwenyewe, ambaye ametupatia mamlaka wafuasi wake dhidi ya kila nguvu ya yule adui, nguvu zote za adui. Hivyo na watangazia ufalme wa giza kuanzia sasa ya kwamba yupo Yesu anayefanya kazi, yupo Yesu anayetenda mambo makubwa, yupo Yesu anayefungua. Ninasimama kama mtumishi wake katikati ya shamba lake kuifanya kazi yake, na Yesu mwenyewe anakwenda kukufungua kwenye sehemu zote zilizofungwa. Ninatangaza kwa sababu ya kimamlaka ya mbingu katika ufalme wa giza. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru hata kwa ajili ya wakati huu. Ninakushukuru kwa ajili ya neema unayokwenda kuiachilia, Bwana Mungu. Ninakualika Yesu, ninakualika Mfalme wa amani, ninakualika wewe ambaye uliwafungua wale wote ambao walioteseka, walioteswa na magonjwa, ukafungua wafungwa. Maana yake wale ambao walikamatwa na nguvu za giza, walikuwa wanatumikia shetani kwa kujua ama kwa kutokujua, ukatangaza kufunguliwa kwao, ukawafungua Bwana. Nami natangaza kwa mamlaka hayo kwenda kumfungua mama huyu, na kwenda kufungua. Natangaza kufunguliwa kwake. Haijalishi, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Naumu sura ya 1 ile aya ya 13, anasema haijalishi ni wengi namna gani waliokufunga, haijalishi wanazo nguvu. Mungu anasema vizuri kwamba wanazo nguvu, anasema haijalishi wanazo nguvu, lakini Bwana anakwenda kuwakata. Haijalishi walikamata nini, wameshika nini, walichukua nini. Usiku waliteka kitu chako gani? Waliteka baraka zako, waliteka miguu yako, waliteka mikono yako, waliteka kwenye chakula wakakuwekea vitu vyao wakapandikiza. Mimi nasema lipo jina la Yesu, ipo damu ya Yesu inayokwenda kufanyika, na zipo nguvu za mbinguni zinazokwenda kukufungua kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninatangaza vita kati yao na ufalme wa mbinguni. Natangaza vita dhidi ya mapepo yote wabaya. Natangaza vita dhidi ya ufalme wa giza na ufalme wa mwana wa nuru, ufalme wa Yesu mwenyewe. Natangaza hiyo vita, na Bwana anakwenda kushindia kila vita, anakwenda kupigania katika kila vita, katika jina lake lenye nguvu, jina la Yesu Kristo mwenyewe. Ndio, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, unakwenda kufunguliwa sasa. Mimi natangaza kufunguliwa kwako. Mimi siangalii tatizo hilo nalo, siangalii wanakushambulia kwa namna gani, siangalii wana uwezo namna gani. Ninasema neno moja tu, yupo Bwana wa mabwana, yupo Yesu mwenye nguvu, yupo Yesu mwenye mamlaka, yupo Yesu mwenye utisho, anayekwenda kuifanya kazi sasa, anakwenda kuifanya kazi sasa katika jina lake takatifu na lenye mamlaka na lenye uweza na lenye nguvu. Sasa ninaenda kutuma damu ya Yesu, ninaituma damu yenye mamlaka, naituma damu yenye nguvu, naituma damu yenye utisho, inatembea katika njia zako zote. Walipokukamata, walipokufunga, walipokukamata, walipokufunga, naituma damu ya Yesu, naituma damu yenye mamlaka
inakwenda kuyayusha kila pandikizi, kila fundo ulilofungwa, fundo la uchawi. Wakafunga fundo la kwanza, wakafunga fundo la pili, mpaka fundo la 7. Wakatamka katika kila fundo ya kwamba wamekufunga, ya kwamba wamekufunga, ya kwamba wamekufunga. Kila alichokufunga cha uchawi, na tamka sasa, damu ya Yesu iyayushe fundo la kwanza, iyayushe fundo la pili, iyayushe fundo la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Yayushwa ya mafundo yote katika jina la Yesu. Mafundo ya uchawi, magonjwa, uchawi wa kila ugonjwa, uchawi wa kila ugonjwa waliofunga, waliokufunga kwenye mafundo, na ituma damu ya Yesu, na ituma damu ya Yesu, na ituma damu ya Yesu. Inakwenda damu yenye moto, damu yenye moto, damu yenye moto, inayeyusha kila ugonjwa, kila ugonjwa ulioteseka nao, unaoteseka nao, unaojua, usiojua. Hayo maumivu ya kichwa yanakwenda kukuachia. Kichwa kinachowaka moto kinafanya kama kinachoma misumari, ndio ilo tego la magonjwa, na yeyusha, na yeyusha, na yeyusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Power, 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 power. Na kwa jina la Yesu Kristo, funguliwa kwako, upate kufunguliwa kwako, ufunguliwe kila ugonjwa ambao adui amekukamata nao, amekushika nao. Natangaza sasa kuyeyusha kwa damu ya Yesu, na ituma damu ya Yesu kwenye kila madhabahu iliyokushikilia. Haiwezekani mwanadamu yoyote akateseka na magonjwa bila kuwapo madhabahu, bila kuwapo walinzi, bila kuwepo makuhani ambao wanashikilia hizo madhabahu ili watume ugonjwa kwako. Na ituma damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu, iwe mashariki, iwe magharibi, iwe kaskazini, iwe kusini. Na tuma damu ya Yesu inakwenda kwenye madhabahu zao. Damu ya Yesu inaenda, damu ya Yesu inaenda kwenye madhabahu za ukoo, za familia, za ndugu, za jamaa, za marafiki, kila madhabahu ya majirani, ya mahalia na miungu yote iliyoko mahali pa kwenu na popote pale waliosimama kukuachilia magonjwa, kuachilia ugonjwa wa kichwa. Na ituma damu ya Yesu, na ituma damu ya Yesu inaenda kwenye madhabahu zao. Wanapigwa power kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inatembea, inavunja, inaharibu kila ngome iliyokushikilia. Huo ugonjwa unayeyushwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Power. Bwana alimwambia mtumishi wake Yeremia, akamuuliza Yeremia ya kwamba, kwani neno langu si kama moto, neno langu si kama nyundo, neno langu si kama moto, neno langu si kama nyundo. Ndio ninaituma nyundo sasa kwenye kila madhabahu. Ninajua kila kinachokushikilia. Hakuna pepo linalokaa ndani ya mtu ambalo halitoki mahali fulani. Lazima litoke mahali fulani, lazima linenewe vitu fulani kabla sijawashambulia kwa moto. Inakwenda kushambulia hizo madhabahu zao. Ninaituma nyundo ya Bwana, neno la Bwana likawe nyundo, likawe nyundo kwenye hizo madhabahu. Na ponda, natamka sasa hizo madhabahu zao zipondwe. Zinapondwa madhabahu zao, ndio zinavunjwa kwa jina la Yesu na kwa neno lake takatifu. Kila madhabahu iliyoachia ugonjwa inavunjwa vitu vyao, silaha zao, kazi zao, vitendea kazi vyote ambavyo wanatumia vilitumika. Natangaza sasa Bwana wa majeshi ashushe nyundo, kwa maana neno lake ni kama nyundo, linavunja mawe vipande na kuyasaga yanakuwa kama unga. Ndio vitu vyao sasa visagwe, kila wanachotendea kazi kisagwe kwa nyundo ya Bwana. Power kwa jina la Yesu. Na utuma moto sasa, unakwenda kuangamiza, unakwenda kuteketeza, unakwenda kuteketeza. Moto wa Bwana ushuke, kwa viwango sahihi kwa hizo madhabahu na hiyo nguvu, mapepo yaliyokushikilia ndani yako, kwenye kichwa, kila mahali, kila ugonjwa. Na utangazia sasa moto wa Bwana unaenda, wanaunguzwa na moto. Neno la Bwana ni moto. Na utuma moto kwenye paji la uso, kamata paji la uso, ndio
na connect nguvu ya Bwana yenye moto, ndio moto wa Bwana unaenda power na unguza kuanzia utosini mpaka unyayoni, wanateketea, wanaangamia. Power, nguvu ya Bwana inapita, ndio moto wa Bwana unaangamiza kila ugonjwa, kila pandikizi, kila ugonjwa, kila mapandikizi, manuizo yote, maapizo yote nayateketeza, mikataba yao nayateketeza kwa moto. Moto wa Bwana unaenda, unawekwa huru kwa jina la Yesu. Power. Nguvu ya Bwana itembee ndani mwako, ikafungue kila kamba. Neno la Bwana, Mungu anasema, neno langu kilituma haliwezi kwenda bure likarudi bure. Kila neno tunaloitamka lazima likafanye kazi, lazima likalete matokeo, lazima likajibu. Niliyotamka yanakwenda kujibu kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kwa mamlaka niliyopewa na Mungu mwenyewe na Yesu mwenyewe, yanakwenda kujibu. Hawana mamlaka, wanachomoka sasa, wanakuachia. Moto umesambaa kila mahali, wanakuachia, ndio vinafunguliwa, kila kifungo, kila kamba inakatika, hizo kamba zao zinakatwa, hivyo vigonjwa vyote vinaondoka. Wewe sikiliza, nyinyi mapepo, ninawaambia ya kwamba hamwezi kusikia sauti ya mwanadamu, lakini neno la Mungu linasema na kila kitu. Magonjwa yanasikia, kila uvimbe unasikia, kila pandikizi inasikia, visivyosikia vinasikia neno la Mungu. Kila kisichosikia kinalisikia neno la Mungu. Ndio maana Yesu akasema, mkiwa na imani hata chembe ya radari, unaweza ukaiambia milima ile ihame, ikajipandikize sehemu nyingine, ikajipandikize baharini, na ikati hivyo. Kwa sababu neno la Mungu linasikiwa na kila kitu, sio kila kiumbe. Nami natangaza magonjwa, natangaza huo ugonjwa, na utangazia neno la Mungu sasa, ukuachie. Chomoka huo ugonjwa, kichwa kuwa kamoto, kuchoma kama misumari, wewe ugonjwa, ninakutamkia neno la Bwana, anasema toweka ndani mwake. Achia iko kichwa, achia mwili, chomoka kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, jina lenye nguvu kupita majina yote. Ukawe huru, pokea kufunguliwa. Hizo roho zinazotembea kwenye kichwa chako, Bwana anasema hivi katika ile Mathayo sura ya 18 aya ya 18, Bwana anasema ya kwamba nimewapa mamlaka. Ametupa mamlaka juu ya kufunga na kufungua. Amini na waambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Wewe jini unayetembea, wewe pepo unayetembea, ninakuamuru kwa mamlaka, naongea kwa mamlaka, ninatamka kwa mamlaka niliyo nayo, ninafunga kutembea kwako, ninakufunga, hautozunguka, utabaki hapo ulipo. Nimetamka kwa jina la Yesu, ninatamka kufunga kwa mamlaka niliyo nayo, ninakufunga, hautembei tena. Hapo ulipokaa ndipo ulipokaa, na ndipo utapokwenda kuchomoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakwenda kukutangazia kupigwa kwa moto. Shika hapo alipo, shika upande hapo, na kinatembea. Nimeshakifunga kwa jina la Yesu, hakiwezi kutoka hapo. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ambaye nasimamia neno lako moja tu, ulimwambia Yeremia, neno langu ni kama moto, ninatuma moto. Hakuna pepo yote anayeweza kuvumilia moto wa Bwana. Hakuna. Sasa nimefunga kila kinachotembea katika kichwa cha mama huyu, nimefunga, na sasa ninaita moto wa Bwana, moto wa Bwana, ushuke. Power
Nateketeza, naangamiza, nateketeza, naangamiza kila nguvu ya ule mwovu iliyopo ndani ya mama huyo. Kila fundo, kila pepo nalipiga kwa moto, nalipiga kwa moto, nalipiga kwa moto, nalipiga kwa moto. Moto wa Bwana, moto wa Bwana unatembea. Ninachoma. Power. Moto wa Bwana uangamishe hiyo roho. Ninaiteketeza kwa moto wa Bwana, ninaiteketeza kwa moto wa mbinguni. Hakuna awezaye kustahimili, hakuna awezaye kustahimili. Katika jina la Yesu Kristo ninakuamuru sasa, toka ndani ya mama huyo. Chomoka kwa jina la Yesu, chomoka kwa jina la Yesu, chomoka kwa jina la Yesu. Power, ukawe huru, ukawe huru, ukawe huru. Pokea kufunguliwa kwako. Uhuru wa Bwana umetangazwa ndani yako. Umekwenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ribo bosika rike sendereke rika senderebo shaka. Bwana akisema amesema, Mungu akiamua ameamua. Bwana akisema anatenda, lazima atende. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Sante Yesu, sante Mungu wa mbinguni. Asante Bwana ambaye umekusudia kumfungua huyu ambaye alikuwa na vifungo. Ni wewe Bwana wa vifungo, unaifungua kila kifungo. Ninakushukuru kwa nguvu yako, kwa damu yako takatifu, kwa nyundo yako na kwa moto ulioachilia. Umemweka huru mfungwa huyu, umemweka huru kwa damu yako, umemweka huru kwa jina lako takatifu. Ninakushukuru Mungu, ninakushukuru Bwana. Ninasema asante Mungu hata kwa kunitumia kama chombo chako. Yote yanayotendeka, yote yanayofanyika, ninabariki kila kazi ya mikono yako. Kazi itendayo Bwana, ninaibariki. Chochote kilichotendeka, chochote kilichofanyika Bwana, ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako Bwana. Mimi mtumishi wako nipungue kabisa, lakini wewe Bwana uongezeke. Kwa kila hatua uongezeke. Watu wako wazidi kukufahamu zaidi, ili walitukuze jina lako na walisifu jina lako. Na ninatangaza ya kwamba kilichofunguliwa kimefunguliwa na kilichofungwa kimefunga. Ninafunga malango yote ambayo adui alikuwa anatumia kuingia, ninayafunga kwa jina la Yesu na kwa mamlaka nilionayo. Nafunga kila mlango ambao adui alikuwa anatumia kuingia. Ninaweka ukuta wa moto, na kila kilichokutesa hakitakutesa tena, na kila pepo lilipokuwa linaingilia halitoingia tena kwa jina la Yesu. Iwe walikamata nyayo zako, iwe walitumia chakula, walitumia ndoto, walitumia chochote, jasho lako, mate yako, chochote waliteka wakatumia kuingia, ninaweka moto ndani yako na mwili wako ukawe miali ya moto kwa dhidi ya mapepo wabaya. Mapepo yote wabaya waliokuwa wanaingia ndani mwako wakutane na moto, na wewe nafsi ya mama huyo, nafsi ya mtu huyo, nafsi yake ijue ya kwamba yupo Yesu mwenye nguvu, na kila uadui, kila vita atakayoachiliwa, nafsi ukapigane nayo kwa nguvu ya Bwana, kwa nguvu ya jina takatifu la Yesu, kwa nguvu ya jina lenye mamlaka na damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, na kwenda kinyume na roho zote za visasi. Nafahamu ya kwamba tunapotangaza ushindi, Mungu unainua ushindi, unaweka bendera ya mbinguni inapepea. Ile bendera nyeupe inapepea, yale mavazi meupe ya utukufu yanapepea. Ninatangaza huo ushindi na nakwenda kinyume na kila silaha. Neno lako Bwana linasema kila silaha itakayofanyika juu yako, juu ya mtumishi wako, haitafanikiwa. Nami nasema kila silaha juu ya mama huyu isifanikiwe, juu ya mtu huyu isifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Mfunike mtumishi wako, mfunike kwa damu yako takatifu, mfunike kuanzia utosini mpaka unyayoni. Umfunike Bwana, umfiche Bwana, umfunike Bwana kwa damu yako takatifu. Sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu. Sifa kwako Yesu. Ninaomba na kuamini. Amen.